Mwanadamu una uchaguzi wa kuwa malaika ama shetani. You can be the angel or the demon. Ni uchaguzi wako. It is your decision. Ni sisi wanadamu ndio ambao tunaweza tukafanya sayari dunia ikawa mbingu au ikawa jehanamu. Tumetupa lawama kulingana na mifumo yetu tuliozoeshwa kwa muda mrefu ya dini, kwa Mungu, shetani, si mapepo wachafu. Lakini ukweli ni kwamba kuna wanadamu ambao wamechagua kuwa mashetani, na kuna wengine kwa hiari yao wamechagua kuwa malaika. Wako ambao wamechagua kuwaona wanadamu wengine kama vifaa vya kuvitumia kwa manufaa yao. Wamepuuza kuiona thamani ya uhai, thamani ya utu wa mtu. Na kuna wale ambao roho zao, kwa kutambua umaana wa mwanadamu, wameweza kuthamini uhai na nafsi ya mtu mwingine. Ni uchaguzi. Tukiamua kugawanyika, tukiamua kupeana majina and labels, ni sisi, ni uchaguzi wetu. Wako wale ambao hata baada ya kupitia maumivu, manyanyaso kwenye maisha yao, hawakukubali kubadilishwa kuwa mashetani. Wameendelea kukumbatia kuwa na moyo wa utu, wa upendo, wa rehema, wa kujali watu wengine, kuwa na moyo mwanana, kuwa na moyo wa laini. Haimaanishi kuwa na moyo mzuri wa upendo, moyo laini ni kuwapa nafasi watu wasiojali utu kuendelea kukuumiza na kukutumia. Hapana. Kuweka mipaka ni jambo lisilokwepeka, bila kupoteza utu wako, bila kupoteza umaana wako. Na hilo umefanikiwa. Kwa mambo mengi ulioyapitia kwenye maisha yako, maumivu ulioyapitia kwenye maisha yako, lengo lilikuwa kuufanya moyo wako kuwa mgumu, uwe mtu baridi, a cold person. Lakini unaweza ukachagua kuwa chemchemi ya maji yenye umoto inayotiririka katikati ya dunia iliyojaa baridi. Watu waliochagua kutumiana kama vitu pasipo kujali utu wa maisha ya watu. Kwa ni uchaguzi wako kujali thamani ya maisha ya utu ama kuipuuza, na inaanza na wewe. Ili uweze kumjali mtu mwingine na kumthamini mtu mwingine, inaanza na wewe kujijali wewe mwenyewe. Unajijali wewe mwenyewe kwa kuanza kutibu majeraha yako. Mtu aliyejeruhiwa wajeruhi watu wengine, aidha kwa kukusudia ama kwa kutokukusudia. Njia pekee ya kuonyesha upendo kwa wanadamu katika sayari dunia sio kuonyesha ujuzi mwingi wa maarifa, bali ni kuingia ndani yako, kuponya majeraha ya nafsi yako na kudumisha pendo na utu na ubinadamu ulio ndani yako. Utakuwa wakala wa amani na tumaini, hata bila kuongea. Mtu mwingine tu akikutazama, akiwa karibu na wewe, anaona kuna utu, anaona kuna binadamu, na anaona kuna uungu ulio ndani. Na jambo la ajabu, kuna watu wametumia dini kwa jina la Mungu kuwaumiza watu wengine, kuwatenga watu wengine, kuwagawa watu wengine, kuwachukulia poa watu wengine, na kuona wamepungua katika utu wao na ubinadamu wao kwa sababu tu wako tofauti na imani na fikra ambazo wao wanaziamini kuwa ni sahihi. Utagundua ya kwamba huo nao ni upotofu vile vile. Ni sehemu ile ile katika uharibifu ambao unaendelea na machaguzi ambayo mwanadamu amechagua ya kuona hakuna thamani katika utu wa mtu isipokuwa mpaka awe na maarifa kama mimi, awe na ujuzi fulani. Kumbatia upekee na utu wako
Jali maisha ya mtu mwingine, jali uhai wa mtu mwingine, tambua thamani ya binadamu mwingine. Lakini ili uweze kuitambua thamani hiyo, inaanza na wewe kwanza. Ponya majeraha yako, ponya moyo wako. Usikubali mambo unayopitia, magumu ulioyapitia, ya ufanye moyo wako kuwa jiwe, ya ufanye moyo wako ujawe na visasi, ya ufanye moyo wako ugeuke na wewe uwe mtu ambaye anaishia kuumiza na kuharibu watu wengine. Kama kwenye zile movies unaangalia, kuna wale ambao ni mademons, sio kwenye movies za zombies, wanakuja anamng'ata binadamu, alafu binadamu anageuka na yeye anakuwa mtu wa kuua na kuharibu binadamu wenzake. Usikubali kugeuka kuwa wakala wa kuharibu maisha ya watu wengine. Hakuna sababu ya kudharau utu na thamani ya maisha ya mtu.